I'm in total support that this matter should be investigated thoroughly, squarely. Hivi inawezekana kwamba taasisi ambayo haipo kisheria kupewa fedha za serikali? Swali hilo limeitikisa Nigeria baada ya kufichuliwa kwa kile ambacho kimetajwa kuwa moja ya kashfa kubwa za matumizi ya fedha za umma katika historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo. Uchunguzi umebaini kuwa taasisi iliyojiita Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC iliweza kuingizwa katika bajeti ya serikali ya Nigeria ya mwaka 2026, lakini pia na kutengewa zaidi ya naira bilioni 1.3 licha ya kutokuwa taasisi halali iliyoundwa kwa mujibu wa sheria. Kwa miezi kadhaa, taasisi hiyo ilionekana kama chombo rasmi cha serikali. Ilikuwa na nyaraka zenye nembo za serikali, ilifanya mawasiliano na taasisi mbalimbali na hata ilidai kuwa na ofisi ndani ya makao makuu ya serikali mjini Abuja. Kilichowashangaza wengi ni kwamba hakuna aliyegundua mapema kuwa taasisi hiyo haikuwahi kuidhinishwa na rais, bunge wala baraza la mawaziri. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtumiwa mkuu Adeniyi Adeyemi Mathew alitumia nyaraka zinazodaiwa kugushiwa, saini za viongozi wa serikali na mihuri rasmi ili kuifanya taasisi hiyo ionekane kuwa ya kweli. Kwa kutumia nyaraka hizo, alifanikiwa kuwasiliana na wizara mbalimbali, kufanya mikutano na baadhi ya mabalozi wa nchi za kigeni na hata kujaribu kufungua akaunti za benki kwa jina la taasisi hiyo. Lengo, kwa mujibu wa uchunguzi, lilikuwa ni kuifanya PFIPC ionekane kuwa taasisi halali inayostahili kupokea fedha kutoka katika bajeti ya taifa. Lakini swali kubwa linaloulizwa nchini Nigeria ni hili: taasisi ambayo haikuwepo iliwezaje kupenya katika mifumo ya serikali hadi kufikia hatua ya kuonekana kwenye bajeti ya taifa? Je, kulikuwa na uzembe wa watumishi wa serikali au kulikuwa na mtandao mkubwa wa watu waliokuwa wakishirikiana kufanikisha mpango huo? Mpaka sasa, serikali haijatoa majibu ya kina kuhusu namna mfumo huo wa bajeti ulivyoshindwa kubaini dosari hizo mapema. Baada ya kashifa hiyo kufichuliwa, Rais Bola Ahmed Tinubu aliamuru uchunguzi wa haraka kufanywa na taasisi za kupambana na rushwa pamoja na vyombo vya usalama. Bunge la Nigeria pia limeanzisha uchunguzi wake ili kubaini nani aliyeidhinisha kuingizwa kwa taasisi hiyo kwenye bajeti na kama kuna fedha zozote zilizoondolewa. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, fedha zilizokuwa zimetengwa kwa taasisi hiyo hazikuwa bado zimetolewa wakati udanganyifu ulipogunduliwa. Hata hivyo, tukio hilo limezua hofu kubwa kuhusu usalama wa mifumo ya matumizi ya fedha za umma nchini humo. Wachambuzi wa masuala ya utawala bora wanasema kashfa hiyo imeonyesha kuwa matumizi ya mifumo ya kidigitali pekee hayatoshi kuzuia rushwa na udanganyifu ikiwa hakuna ukaguzi wa kina wa kibinadamu. Kwa wananchi wa Nigeria, swala hili limeibua maswali makubwa sana: mizozo, namna kodi zao zinavyosimamiwa na iwapo kuna taasisi nyingine ambazo zinaweza kuwa zimeingizwa kwenye mfumo wa serikali bila uhalali. Kesi dhidi ya mtumiwa mkuu inaendelea katika Mahakama Kuu ya Shirikisho mjini Abuja, huku mamlaka zikidai kuwachukulia hatua kali wote watakaobainika kuhusika. Lakini kashfa hii sasa imegeuka kuwa zaidi ya suala la fedha. Imekuwa ni kipimo cha uwajibikaji wa serikali, ufanisi wa taasisi za umma na uwezo wa Nigeria kulinda rasilimali za wananchi wake dhidi ya udanganyifu wa kiwango cha juu. Na huku uchunguzi ukiendelea, swali linalobaki ni moja: iwapo taasisi ambayo haikuwepo iliwezaje kuingia kwenye bajeti ya taifa? Nini kingine kinaweza kuwa kimejificha ndani ya mfumo wa serikali bila kugunduliwa? Reports
indicates that a budgetary provision in excess of 1.3 billion Hii ni ripoti ya MediaWire Express. Mimi ni Joseph Isangura.